Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemfuta kazi mkuu wa idara ya ujasusi wa taifa hilo kutokana na kushindwa kuligundua shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 la Hamas. Baraza la mawaziri la Israel lilikutana Alhamisi jioni kuidhinisha rasmi kufutwa kazi mapema kwa Ron Bar, ambaye aliteuliwa Oktoba mwaka 2021 kwa muhula wa miaka 5 kama mkuu wa Shin Bet. Netanyahu alitangaza nia yake ya kumfukuza kazi Bwana Bar katika taarifa yake ya video Jumapili, akitaja kutokuaminiana kati ya hao wanaume wawili ambao walisema kumekuwa baada ya muda. Hatua hiyo ilizua hasira na kuchochea zaidi maandamano dhidi ya serikali mjini Jerusalem, ambayo yalishuhudia maelfu ya Waisraeli wakiungana na waandamanaji wanaopinga mashambulizi mapya ya Israel dhidi ya Gaza. Tangu Jumanne, Israel imeanzisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya kile alichokisema ni wapiganaji wa Hamas katika ardhi ya Palestina, na hivyo kumaliza mapatano tete ambayo yalikuwa yamedumu kwa muda wa zaidi ya miezi miwili. Shin Bet ni wakala wa kijasusi wa ndani wa Israel na una jukumu muhimu katika vita. Shughuli na wanachama wake ni za siri za serikali zinazoshikiliwa kwa karibu. Bwana Bar ametaja uamuzi wa kumtimua kuwa umechochewa kisiasa. Mwanasheria mkuu wa Israel Gali Barhav, mkosoaji mkubwa wa Netanyahu ambaye mwenyewe anakabiliwa na kesi ya kufutwa kazi, alidai kuwa Bwana Bar hangeweza kufukuzwa kazi hadi uhalali wa hatua hiyo kutathminiwa. Barua iliyotumwa na Netanyahu kwa wajumbe wa serikali yake kabla ya mkutano huo ilirejelea kupotea kwa uaminifu wa kitaalamu na kibinafsi kati ya waziri mkuu na Bwana Bar na kupendekeza kumalizika kwa muhula wake tarehe 20 Aprili mwaka huu. Kupotea kwa uaminifu wa kitaalam kumeimarishwa wakati wa vita zaidi ya kushindwa kwa uendeshaji wa Oktoba 7 mwaka 2023, na hasa katika miezi ya hivi karibuni, ilisema, ikirejelea mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ambayo yalisababisha vita vya Israel na Gaza. Takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka wakati wa mashambulizi hayo. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya kijeshi ambayo yameua zaidi ya Wapalestina 48,000, wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilisema. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani, na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.